Asante sana mwenyekiti. Naomba nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha kuifika siku hii ya leo ambapo serikali nasi tunasema kuhusu hoja mbili zilizowekwa mezani tukiwa na afya njema kabisa. Mheshimiwa mwenyekiti, nikushukuru kwa kunipa nafasi hii, lakini nimpongeze sana Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, spika wetu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa anayoifanya ndani ya nchi yetu na nje ya mipaka ya taifa letu. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba pia niwapongeze watu wa hoja hizi mbili, the two brothers kutoka Iramba, Profesa Kitila Mkumbo pamoja na Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kwa uwasilishaji mzuri wa hotuba zao makini kabisa zilizojaa weledi mkubwa. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba sasa niruhusu nami nichangie machache kwenye hotuba hizi mbili ambazo zimewekwa mezani na kwa wiki nzima bunge letu tukufu limejadili. Mheshimiwa mwenyekiti, ninapoanza kuchangia naomba nianze kwa kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa aliyoifanya ndani ya taifa letu, lakini kipekee namshukuru sana kwa kuniamini mimi Ashatu Kijaji, na aliwaamini wanakondoa ambao walinileta bungeni kwa wizara 5 ndani ya miaka 4. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu kwa imani yake hii kubwa kwangu. Mheshimiwa mwenyekiti, Daktari Samia Suluhu Hassan amejipambanua kwenye mambo mengi makubwa, na mimi naomba nisemee machache yaliyofanyika kwenye sekta ya mifugo na uvuvi. Alipoingia madarakani tu Daktari Samia Suluhu Hassan alisema kwa Watanzania anataka kutengeneza ajira za kutosha kwa Watanzania, vijana wa Kitanzania pamoja na akina mama. Mheshimiwa mwenyekiti, ajira hizi zinapatikana kwenye sekta za uzalishaji ambapo sekta yetu ya mifugo na uvuvi ipo pia. Na hakusita Daktari Samia Suluhu Hassan alituongezea bajeti ya kutosha. Ukiwa kama mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu ya Bunge ya viwanda, kilimo, mifugo na biashara, tumeona kutoka bilioni 66 mwaka 2020-2021 leo hii tumefika bilioni 476 ambayo ni sawa na 613. Hii kwa akili ya kawaida Mheshimiwa mwenyekiti ni ngumu sana kuielewa, lakini kwa kuwa tunaye mama mpenda watoto wake, mama mlezi wa taifa, yamewezekana ndani ya kipindi kifupi sana tangu alipoingia madarakani. Hakika sisi wavuvi na wafugaji wa nchi hii tunamshukuru sana rais wetu, na kama tulivyomwahidi juzi tukiwa pale Bariadi kwamba kura zote za wavuvi na za wafugaji ni za Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya kuongezewa bajeti hii tumefanya mambo mengi makubwa, na jambo la kwanza kabisa ambalo natamani niliseme mbele ya bunge hili tukufu ni kampeni yetu ya chanjo na utambuzi wa mifugo yetu, ambalo ni jambo la kihistoria, jambo ambalo halijawahi kufanyika kwenye nchi yetu. Ameliweza Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa mwaka huu tulitengewa shilingi bilioni 69.2 na amezindua mwenyewe kampeni hii ambayo inakwenda kuwa ni mkombozi mkubwa kwenye sekta ya mifugo. Tunakwenda kuchanja mifugo yetu nchi nzima, tunakwenda kuitambua mifugo yetu nchi nzima. Na hii inatupelekea sisi wa Tanzania sasa kwenda kupata ithibati kutoka Shirika la Afya ya Wanyama Duniani. Maana yake nini? Sasa tuna uwezo wa kupeleka mifugo yetu pamoja na mazao yake dunia nzima kwa sababu ya jambo hili kubwa lililofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mwenyekiti, wewe ni shahidi. Tayari mwaka 2021
kusafirisha nyama nje ya nchi yetu tani 1774 tu, lakini leo tayari tumefika tani 1014 ndani ya kipindi cha miaka 4 tu. Haya ni mapinduzi makubwa, na haya yote yamefanyika tukiwa hatujaianza kampeni hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulipozindua kampeni hii tayari tumeitwa na mataifa 5 duniani. Sasa wako tayari kusafirisha mifugo yetu ikiwa hai kwenda kwenye nchi zao. Haya ni mapinduzi makubwa sana ambayo yameletwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye ongezeko hili la bajeti tumeweza pia kujenga majosho 754 ambayo yametuwezesha sasa kwenda kuogesha mifugo yetu, na tumeweza kupunguza magonjwa ya mifugo yetu kutoka 78% mpaka 44% ndani ya kipindi cha miaka 4. Hii ni hatua kubwa sana kwenye sekta hii ya mifugo. Lakini kwa kuitikia mwitikio huu ambao ni kazi nzuri aliyoianza Daktari Samia Suluhu Hassan, wafugaji wameamua kubadilika, na sasa wanasema wanakwenda kufuga kibiashara. Ile kawaida ya kuwa na ng'ombe wa miaka 15, ng'ombe wanaopewa majina ya babu zetu na mashangazi zetu, wafugaji wamesema sasa inatosha. Wanataka kudhihirisha utajiri wao, na mipaka ya nchi yetu imefunguka. Tunapeleka mifugo yetu pamoja na mazao yake duniani. Hii ni mapinduzi makubwa ndani ya sekta yetu ya mifugo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi wa Tanzania ni mashahidi pia kwa upendo ule ule wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Akaamua kuleta programu ya Jenga Kesho Yako iliyo bora kwa vijana wa Kitanzania kwenye mifugo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni fahari na faraja kubwa sana Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tayari vijana 106 wameshakopeshwa shilingi bilioni 1 ya Kitanzania, wameshanunua ng'ombe zaidi ya 1500 na zote wameshazipeleka sokoni. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya ni mapinduzi makubwa, na hii inaonyesha fursa ni kubwa kwenye sekta ya mifugo. Tunawaambia Watanzania sasa waje tuwekeze pamoja kwenye sekta yetu ya mifugo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nisemee kidogo kwa sababu nasikia kengele imegonga kwenye sekta yetu ya uvuvi. Kwenye uvuvi Daktari Samia Suluhu Hassan hakutuacha hivi hivi. Mheshimiwa Mwenyekiti, alituelekeza sasa tuelekee kwenye kuyatumia maji yote yaliyopo ndani ya nchi hii, na tayari tumeanza kufanya utafiti ili tuyatumie ipasavyo maji yaliyopo kwenye mito yetu, kwenye mabwawa yetu na kwenye maziwa yote ndani ya taifa letu. Na tayari sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe ni mashahidi, tumeshakabidhi tayari vizimba 507 kwa vijana wa Kitanzania, na wameanza kufanya kazi nzuri, wameshavuna zaidi ya mara 2, na wanasema huko ndiko utajiri ulipo, na hii yote ni yale mapenzi mema ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumefanya utafiti na tumeanza na Ziwa Victoria, tumeenda Ziwa Tanganyika, na naomba nilisemee Ziwa Victoria peke yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye Ziwa Victoria tumefanya utafiti na tayari tuko tayari kupeleka vizimba kwenye eneo la kilomita za mraba 220 kwa ajili ya vijana wa Kitanzania na akina mama ambao wako tayari kufanya ufugaji wa samaki. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye ufugaji huu ni muhimu pia tukaelewa, nilimsikia shemeji yangu Mheshimiwa Mwijage akilisemea jambo hili. Mheshimiwa Mwijage alisemea jambo hili, na naomba nimtoe hofu. Kwenye hizi hekta 220 ni sawa na 0.63 tu ya ziwa letu Victoria ambalo iko tayari kwa ajili ya ufugaji wa vizimba. Kwa ni mtoe hofu, bado tuna eneo kubwa. Naomba tuwaite wawekezaji wa ndani na wa nje ya nchi yetu, kwa pamoja tuweze kuifikia fursa hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, nalisema hili kwa sababu
tunayo nakisi kubwa ya upatikanaji wa samaki ndani ya taifa letu. Mahitaji ya samaki kwa mwaka ni tani 1,500,000 na senti kadhaa, lakini tunachoweza kukivuna ni tani 400,000 tu. Kwa hiyo bado tuna upungufu mkubwa, tuna nakisi kubwa, lakini tuna maji mengi ndani ya taifa letu. Tuwaite wawekezaji wote wa ndani pamoja na wa nje ya taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hoja aliyoisema shemeji yangu Mheshimiwa Mwijage, alishauri serikali, na mimi namuomba sana tuelewane kwenye jambo hili ili tusafiri wote pamoja kwenye ngalawa hii ya maendeleo ambayo ameianzisha Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, nalo ni kwamba serikali imeshauriwa kutokupunguza tozo ya kuingiza samaki kutoka dola za Marekani 2.5 hadi 0.5 kwa kilogramu moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, namuelewa shemeji yangu, lakini naomba nimwambie bado tuna nakisi kubwa na bei ya samaki iko kubwa ndani ya taifa letu. Sisi wizara tumepewa jukumu la kuwahudumia Watanzania. Ni muhimu tukashirikiana kwa pamoja ili tuwawezeshe Watanzania kuzipata samaki kwa bei nafuu, lakini tukiendelea kulinda uwekezaji uliofanywa na Watanzania ndani ya nchi yetu. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hii kota ambayo tumeruhusu samaki kuletwa kutoka nje ya nchi, hatujaruhusu samaki aina ya tilapia, aina ya sato hatujaruhusu. Na hii yote ni kuwalinda wawekezaji wetu waliowekeza ndani ya nchi yetu. Hii yote pia tunakwenda kulinda viwanda vyetu ambavyo tuna viwanda 11 kanda ya Ziwa vinavyochakata samaki aina ya sangara. Kwa kukosekana kwa tilapia na samaki wengine, sasa wananchi wanavua sangara wakiwa wachanga na viwanda vyetu vinakosa sangara. Mwisho wake viwanda vinafanya kazi sasa mara 3 tu kwa wiki. Tunatamani sana kuwalinda wawekezaji wetu kwenye viwanda, kuwalinda wawekezaji wetu waliowekeza kwenye ufugaji wa samaki, lakini kuendelea kuwekeza kwa sababu fursa bado ni kubwa tunayo. Daktari, muda umeisha. Nilikuwa nafurahia viwanda, kwa hiyo naomba uhitimishe. Asante Mwenyekiti, naomba nihitimishe kwa kumwambia Daktari Samia Suluhu Hassan, sisi wafugaji na wavuvi tunamshukuru sana. Na hawa wapiga kelele kule nje, na muomba Mheshimiwa Rais aangalie aya ya 14 na 15 sura ya 75. Pale Mwenyezi Mungu aliposema baada ya a'udhu billahi minashaitani rajim, akasema balil insana ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira, bali kila nafsi ya mwanadamu inajua kile kilichofanywa na nafsi yake na kila kilichofanywa na ndugu yake. Mheshimiwa Rais achape kazi. Hawa wanatafuta tu fitina ambazo hazina sababu na tutazishinda. Na sisi kule Kondoa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa watani zako tuliwaambia juzi walipofika tuliwaeleza wazi sisi tutatiki Oktoba